Glory to God. Ngoja niseme maana nyingine, unaniruhusu si ndio? Simeshasema 4 si ndio? Tuseme ya 5. Uhuru wa kifedha au financial freedom kibiblia maana yake, wakati unaweza kuendelea kuishi kwa kiwango kile kile cha maisha. Wakati unaweza kuendelea kuishi kwa kiwango kile kile cha maisha, na ikiwezekana kwa kiwango cha juu zaidi, hata kama hufanyi kazi kwa sababu ya uzee au ya kupunguzwa kazini au ya kuugua. Nirudie tena, uhuru wa kifedha kibiblia, financial freedom, ni wakati unaweza kuendelea kuishi kwa kiwango, Kiswahili Kiingereza chake ningekwambia kwa standard. Sasa sijajua kama Kiswahili cha kiwango ndio sawa sawa, tutatafsiri mwenyewe. Kwa kiwango kile kile cha maisha, na ikiwezekana kwa kiwango cha juu zaidi au standard ya juu zaidi, hata kama hufanyi kazi kwa sababu ya uzee au kupunguzwa kazini au kuugua. Kuna mtu mmoja tulikuwa mahali akasema kuna magonjwa mawili huku duniani wanadamu wangepata dawa yake wangeyashughulikia kweli. Mmoja wapo ni uzee na ya pili ni kifo. Akasema uzee ni ugonjwa, wanajitahidi kuchelewesha kidogo, lakini unakuja tu. Kama utakaa miaka mingi uzee unakuja. Sasa uzee, kuna kiwango ambacho unafikia kwenye umri wako huwezi kufanya kazi unazofanya kwa ajili ya kuingiza kipato, lakini ndani ya moyo wako usingetaka ushuke kiwango chako cha maisha kwa sababu umeshakuwa mzee. Tena unapokuwa mzee, bili ya maisha inakuwa juu. Labda hujafahamu, kwa sababu sasa kutembea mahali parefu kwa miguu huwezi, unahitaji gari. Ukikaa kama zile nchi zingine za Ulaya ambako wanaishi wazee miaka mingi, halafu ule mfumo wa kusaidiana kama tulionao sisi, mtu akishakuwa mzee anaenda kwa mtoto wake na mtoto wake anamtunza mpaka anapokufa. Kwa wenzetu sehemu nyingi sana huo mtindo umekufa, haupo. Watoto hawana huo muda wa kutunza hao wazee, kwa hiyo wanawapelekaka kwenye nyumba za wazee zinaitwa nursing homes, kule ambako kuna manesi na watu ambao wanawatunza wale wazee mpaka wanakufa, na zile kuwatunza kule kuna pesa nyingi sana zinatumika. Kwa hiyo kuwa mzee ni gharama kubwa sana, na uwezi ukawa mzee ukategemea kutunzwa na watoto wako. Inategemea uhusiano wako ulioweka na watoto wako, uliwajengea maisha ya namna gani ili waweze kukupa pension ya maisha baadaye. Kama ukujenga msingi mzuri kwa ajili ya watoto wako na wao wenyewe hawakuchangamka ndani ya Bwana wakawa na maisha mazuri, unapokuwa mzee unakuwa mzigo kwao. Lakini kama uliwajengea mfumo mzuri wa maisha, wanaenjoy, ni shukrani yao kwa Mungu kukutunza. Lakini kama ukuwajengea msingi mzuri, unaweza kuwalaumu kuanzia asubuhi mpaka jioni watoto wako kwamba hawakuandiki barua, hawakutumii pesa, lakini wewe ulijenga nini ndani yao? Wewe mwenyewe uliishi maisha ambayo ni ya lifeist mno kiasi ambacho hukujali, maana ndicho ulichokuwa unataka waige, ndio maisha uliokuwa nayo. Halafu sasa unataka watoto wako wakutunze? Hakuna. Unakuta hali na standard ya maisha yako uliokuwa nayo ghafla yanaenda chini. Naenda kwa watu ambao kwa sababu moja au nyingine au wameachishwa kazi au wamepunguzwa kazini. Unisikilize, kupunguzwa kazini hakuna shida sana kama huko kupunguzwa kazini hakutaathiri kiwango chako cha maisha nyumbani. Watoto si rahisi sana kujua ya kwamba umepunguzwa kazini kwa sababu hukwenda ofisini au kwenda kazini. Watajua umepunguzwa kazini watakapoanza kuona mkate umepungua, watakapoanza kuona wanafukuzwa shule, ndipo watajua kuna shoti imetokea. Pamoja na kwamba baba anaamka asubuhi anaenda mjini, inawezekana umeficha wasijue ya kwamba hufanyi kazi. Kwa unaamka kama zamani, unapanda daladala unaenda mjini, unazunguka unatembelea wandugu na wadada huko kwenye maofisi yao, halafu unarudi ifike mchana wajue kwamba ulikuwa kazini. Sikiliza, unaweza ukaficha namna hiyo, lakini mwisho wa mwezi itakuumbua. Kuna namna kwenye Biblia ambako Mungu ametengeneza kwamba maisha yetu ya kila siku yasifungike na kuwepo kwa pesa au kuwepo au kutokuwepo. Fikiria unaugua. Tulienda hospitali moja kule Nairobi, kwenda mtu mmoja alikuwa amelazwa kule. Hospitali imejengwa utafikiri 5-star hotel, hoteli ya nyota 5. Sijui sasa Kiswahili chake mtaelezaje. Maana yake ni hoteli ya hadhi ya juu, lakini ndio hospitali. Maana yake ukiingia kule ndani, huduma zote zile ambazo unaweza kupata kwenye hoteli unapata, lakini ni pesa yako. Ni pesa yako ndio inaongea. Utapata huduma ambayo hujawahi kuona, lakini pesa yako. Ninafahamu watu wengi sana ambao wangetaka kupata huduma nzuri sana za hospitali,
lakini hawana pesa. Unaweza ukapiga kelele na kupiga kelele ukasema huduma za afya zimekuwa kubwa. Kama unafikiri zitapungua, unahitaji kusoma Biblia. Wengine hawaelewi ninachosema. Labda kuna siku nitaeleza juu ya uchumi katika siku za mwisho. Uchumi katika siku za mwisho hautakuwa mwepesi, utakuwa mgumu. Ndivyo Biblia inasema. Utakuwa mgumu kiasi ambacho utamjengea mtu mmoja kutawala uchumi wote. Ukiwa mwepesi hauwezi kumjengea huyo mtu kuweza kukaa mahali kwenye uchumi. Mtu asija akakudanganya akakwambia tumepunguza gharama za hospitali. Ukiona wewe ulipi, ujue kuna mtu amelipa. Wewe amekwambia ni ruzuku. Hospitali inahitaji vifaa viweze kurekebishwa, vinunuliwe vipya. Madaktari wanahitaji kulipwa, manesi wanahitaji kulipwa, yale majengo yanahitaji kukarabatiwa, wanahitaji kuwa na majenereta. Unafikiri watapata wapi? Na wewe unasema pesa ni nyingi, sawa, lakini unataka kwenda hospitali. Maana yake unasema pesa ni nyingi, wewe usilipe. Serikali au hizo hospitali zitafute pesa mahali pengine zikuweke wewe huduma za bure. Sasa sikwambii kuwa na huduma za bure ni mbaya. Unisikilize, itakusaidia. Kuna kiwango cha msaada ni kizuri, kikivuka hapo kinakulemaza. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Hizo gharama zinazokuja unahitaji kujipanga. Warumi ile sura ya kwanza mstari wa 16 na wa 17, Paulo anapoandikia Warumi anasema siionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uleta wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Haikusema mwenye haki wangu ataishi kwa pesa. Hallelujah. Sasa haimaanishi ya kwamba pesa haina sehemu yake. Nataka kuzungumza habari za kuwekwa huru. Pesa isidictate hali ya maisha yako. Imani yako ndio Mungu ameweka. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kasomea habari za Habakuki, atakusimulia wakati analalamika kwenye kile kitabu cha Habakuki. Kasomea ile sura ya kwanza uone. Ni malalamiko matupu. Habakuki analalamika, anamwambia Mungu, watu wameonea, wamefanya dhuluma. Wewe uoni? Wewe ambaye unaona na uwezi kuvumilia mabaya na kudhulumiwa, tunakuona unatazama. Wasio haki wanaendelea kuwameza ambao wana haki. Maana yake ni kwamba watu ambao wanaonekana sio wanaompenda Mungu ndio wale wanafanikiwa, tena wanafanikiwa kwa dhuluma. Unaomba ni kama vile Mungu hayuko. Kumenyamaza kimya. Wale ambao ndio watakatifu wanamfuata Mungu wanaonekana ndio wanaonewa katika jamii, ndio wanaonenda kwenye maofisi Bwana. Wale ambao wanataka kusimamia haki ndio wanaofukuzwa kazi. Wale ambao wanataka kusimamia haki ndio wanapewa mishahara kidogo. Wale wajanja na wakorofi kale ambao kila wakati wanazungumza mikono yao iko hapa, wale ndio wanapewa. Lakini Habakuki aliona pia hicho kipindi akalalamika. Ukienda sura ya 2 nasema nitasimama katika zamu yangu ili nisikie Mungu atakachosema juu ya kulalamika kwangu. Mungu akasema naye juu ya mambo yanayokuja. Akasema hiyo njozi inakuja iandike katika vibao. Kama itachelewa isubiri. Ilikuwa inasubiri nini? Ilikuwa inasubiri wakati huu. Ndipo akazungumza neno ambalo Paulo akasema. Mungu akamwambia kisikusumbue hao watu ambao wanaishi maisha ambayo hayanipendezi wanafanikiwaje. Kisikusumbue mazingira wanayopatia hiyo pesa. Wewe angalia kwangu, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Oh hallelujah. Katikati ya vurugu, katikati ya mapambano, katikati ya shida, Mungu anataka tujifunze namna ya kuishi kwa imani. Na imani ile ambayo tunayo, Biblia inaniambia inaongezeka na inapungua. Sikiliza, kama umejifunza kuishi kwa imani kwa ajili ya maisha yako ya kila siku, uweze kufungika na pesa iwepo au isiwepo. Maana kuna namna fulani Mungu atatengeneza maisha yako. Haijalishi ni mzee au kijana, haijalishi unaumwa au unatembea, umefukuzwa kazi, hujafukuzwa kazi, standard yako ya maisha ninakwambia itakaa pale pale na itaongezeka. Oh hallelujah. Oh glory to God. Maana ukimweka Mungu kama ndio chanzo cha maisha yako na mapato yako, haijalishi kama mfereji mmoja ukifungwa, Mungu atafungulia wa pili. Oh hallelujah. Kama Mungu anataka upate kipato chako kupitia kwenye kazi ya kufanya mahali, ukifukuzwa mahali ulipo, ujue kuna mahali Mungu anafungua mlango wa kupata kazi. Oh hallelujah. Oh glory to God. Sikiliza, mradi mmoja wa kwako ukifa sio mwisho wa maisha. Mungu atatengeneza mwingine. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh glory to God. Lazima ufahamu namna ya kumtegemea Mungu. Wakati wanasema uchumi mgumu, wewe unasema ni mzuri. Wanakuambia umejuaje, unasema nina information ambayo nyinyi hamna.
Oh, hallelujah. Sikiliza, ukienda kwa wale wanaoangalia uchumi wa nchi hii, huwa wanasoma takwimu. Kawaulize watu wa benki kuu, kawaulize watu wa benki. Nafahamu watu wengi sana huwa hawasomi yale magazeti ya biashara, na kurasa saa nyingine 2 au 3 zimejaza matakwimu ya benki na ishara mbalimbali. Hawajajua zile ni indicator. Unajua ni ishara unawekewa pale na takwimu za kukusaidia kujua uchumi unaelekea wapi. Unisikilize, na Mungu ameweka takwimu zake kwenye Biblia ambazo zinatusaidia tujue tunapita kwenye kipindi gani. Tukiona kitu gani tujue tujipange namna gani, ili hali ya uchumi wa dunia hii usiumbishe hali ya uchumi wa mbinguni. Oh, hallelujah. Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Oh, Mungu wetu ni mzuri. Natizama naona daftari yangu haisogei. Labda niseme moja, alafu mengine labda niendelee nayo kesho. Maana bado ninakueleza maana ya financial freedom. Maana ambazo Mungu amenipa ziko karibu 9. Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Ngoja niseme hii. Ni ngapi sasa? Ya 6. Ni wakati soko au market, sema market. Wakati soko na bidhaa zilizomo haziongozi matumizi yako ya fedha, bali Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Financial freedom, uhuru wa kifedha kibiblia, ni wakati soko au market, weka kwenye kama unajua Kiingereza, na bidhaa zilizomo ndani ya hilo soko haziongozi matumizi yako ya fedha, bali Roho Mtakatifu aliye ndani yako. Katika Biblia kuna lugha ambayo nimeitafuta na ambayo watu wengi wanaitumia, sijaiona, na ni lugha ya kubana matumizi. Mimi sijui kama unafahamu ya kwamba Biblia izungumzia habari za kubana matumizi. Ngoja nianzie upande mwingine alafu nirudi. Katika soko la sasa linaitwa soko huria. Soko huria maana yake soko ndilo linaloamua bei na ndilo linaloamua bidhaa zinazotakiwa. Wale wanaofuatilia masuala ya soko wanafahamu soko lina uhai. Kasikilize vile vipindi vya business kwenye television, utasikia wanazungumza lugha ya soko kama vile liko hai. Utasikia wanasema soko leo linasemaje. Utasikia soko limeshtuka, soko limevuta kitu fulani. Wanaulizana, soko la Marekani linataka kitu gani saa hii? Soko la Ulaya linataka kitu gani saa hii? Soko la Tanzania linataka kitu gani saa hii? Na mimi nataka nikuulize swali. Pesa ulizonazo, matumizi ya pesa yako yanaongozwa na kitu gani? Yanaongozwa na soko lililopo na bidhaa iliyoko, au yanaongozwa na Roho Mtakatifu? Huku duniani utasikia lugha wanasema kubana matumizi. Kwenye Biblia haiko. Unaposema ninabana matumizi, maana yake chanzo cha hicho kitu unachobana matumizi nacho kina shida. Wakati mafuta yalikuwa na shida, tulibana matumizi ya mafuta, kwa sababu chanzo cha mafuta hakikuwa na shida, lakini hatukuwa na pesa ya kununulia. Tunaenda sawa? Hallelujah. Saa nyingine hali yako ya kifedha inakuwa ngumu, unaamua kubana matumizi, unaingia kwenye mawazo yale ya kubana matumizi. Na mimi nataka unisikilize, mtu wa Mungu. Kubana matumizi sio cha kibiblia, ni lugha ya uchumi wa kawaida. Kwenye Biblia hakuna kitu kinaitwa kubana matumizi, kwa sababu moja, kwa sababu chanzo chetu ambacho ni Mungu hakina shida, na Mungu wangu atakujaza kila unachokihitaji. Your source is God. Mungu wako akiwa ndiye source, uwezo kabana matumizi. Maana yake unampiga ngumi ya usoni unapobana matumizi, unamwambia una shida ya kunipa ninachotaka kunipa, inanilazimu kubana matumizi. Mungu hana shida ya namna hiyo. Mungu anapenda kutupa vitu kuliko sisi tunavyofikiri. Kama Mungu hana shida kuwalisha ndege, hana shida kuvika na majani yakapendeza kuliko mfalme Suleiman katika ufalme wake, si zaidi sana kwako wewe tena uliyeokoka una Roho wa Mungu ndani yako? Alimtunza mfalme Suleiman wakati hakuwa na Roho wa Mungu ndani yake, lakini sisi tuna Roho wake ndani yake. Sisi ni bora kuliko mfalme Suleiman mara ngapi? Anasema kwa nini hatuwezi kulitazama kwa namna hiyo? Unapoanza kutizama kwa sura ya namna hiyo, utagundua ya kwamba Mungu anataka akusaidiwe na maisha mazuri kuliko wewe unavyofikiri. Lakini kuwaza kwetu, hatujajifunza kuwaza kibiblia. Angalia kitabu cha Tito sura ya 3 mstari wa 14, anasema watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema,
kwa matumizi yaliyo lazima, ili wasiwe hawana matunda. Biblia haizungumzi habari za kubana matumizi, inazungumza habari za matumizi yaliyo ya lazima. Haleluya! Maana yake huwezi kwenda dukani, kuwepo kwa kitu kukakusukuma kununua kwa sababu kipo. Watu wengi sana wanaenda na pesa sokoni, wanajikuta wamenunua vitu ambavyo hawakupanga. Vile walivyoandika kwenye karatasi vimebaki, wamenunua vingine na pesa imeisha. Anasema, kwa kweli mume wangu unisamehe tu, nilipita kwenye duka la fulani nikakuta, kwa kweli ungeniona siku, ngoja nivae uone. Amenunua fashion mpya imekuja. Haleluya! Haleluya! Kila mtu inategemea ugonjwa alionao. Kuna mwingine ugonjwa wake ni kalamu. Kila kalamu fashion mpya anayo, hata kama zile zingine alizonazo hazijaisha atanunua. Haleluya! Haleluya! Mwingine ugonjwa wake ni miwani, kila fashion mpya ya miwani anayo. Mwingine ugonjwa wake ni magari, kila magari linalotokea anataka kuchukua. Unisikilize, kinachosukuma uwe na matumizi ulio nayo ni nini? Ndio swali ninalotaka nikuulize. Maana tusizungumze habari za pesa bila kujua hiyo pesa yako unapoishika mkononi, wazo linalokuja ndani ya kichwa chako, matumizi yake yanasukumwa na nini? Sikiliza, soko lina nguvu ya kuvuta hiyo pesa. Ndio maana watu wanasema msijaribu kuweka bei ya vitu, wacha soko lijipangie. Maana yake soko linajipangia bei kwa sababu linajua fedha iliyoko mfukoni mwa mtu na inajua namna ya kuvuta. Sasa watu wa Mungu tunatakiwa tukae mahali ambapo soko halitubabaishi, pesa haitubabaishi. Haleluya! Bidhaa zilizoko ndani ya soko hazitubabaishi. Tunasimama na uongozi wa Roho Mtakatifu kwa namna ambavyo ukienda kununua kitu ni kile ambacho kiko ndani ya matumizi ya lazima kwenye bajeti ambayo Mungu amekupangia. Si rahisi kuelewa lugha ya matumizi yaliyo lazima mpaka ujue maana ya bajeti. Matumizi yaliyo ya lazima ni matumizi yale yaliyopangwa. Maana mtu mwingine anaweza kusema, unajua hii ni anasa. Wewe unaweza kusema ni anasa, kumbe ni ya lazima. Kwa wengine kuwa na gari ni anasa, kwa wengine bila gari hawezi kufanya kazi. Kwa wengine kuwa na television ni anasa, kuna wengine kuwa na television sio anasa. Kuna wengine kuwa na simu ni anasa, kuna wengine asipokuwa na simu kazi haiendi, biashara yake imekufa. Simu kwake ni muhimu. Inategemea kwenye bajeti yako hicho kitu unachokiita matumizi kimekaa kitu gani. Mungu amekuwekaje? Amekutengenezaje bajeti yake? Nitakuja nikufundisha namna ya kutengeneza bajeti kimungu ili uweze kutofautisha matumizi yaliyo ya lazima na yasiyokuwa ya lazima. Wakati Mungu alipokuwa anatufundisha hivi vitu, nilianza kununua mikanda ya video ya wahubiri huko nje wakati nilikuwa sina television. Wakati nchi hii ilikuwa haijawata na kituo cha television kasoro Zanzibar. Na wakati ule ilikuwa kuingia na kuwa na television nyumbani ni kazi kubwa sana. Lakini nikasafiri pamoja na pesa nilizokuwa nazo zile za kudunduliza, Mungu anakuambia nunua mkanda wa video. Unafikiria mkanda wa video unaununua leo, nyumbani huna television. Mungu anasema iko kwenye bajeti yako. Lakini Mungu, si ningeweza nikatumia hizi pesa kwa wakati mzuri zaidi, nikatumia kitu ninachokihitaji sasa. Siku nitakapokuwa nimepata television nitanunua hii mikanda ya video. Mungu anasema imani yangu haiendi namna hiyo. Weka imani yako kwenye matendo. Ukianza kuona na kufahamu na kujua ya kwamba television itapanua maono yako kwa ajili ya kitu cha Mungu kiasi gani, hakitakusumbua watu wengine wanaisemaje television. Television haina kosa. Tatizo ni vitu vinavyoweka ndani ya television, na tatizo ni vitu vinavyoangalia wewe vilivyowekwa ndani ya television. Kwa nani anakulazimisha? Kama macho yako hayataki kufunga, tafuta bandage yafunike. Haleluya! Haleluya! Sio lazima uangalie walivyoweka. Ungurumisha maombi wabadilike kwenye vituo walivyo navyo. Lakini nakwambia kwenye soko huria, kwenye mtandao unaokwenda wa huku ulimwenguni, mnaweza mkaweka kila aina ya sheria. Ziko mashine zinakaa huko hewani, zinasukuma picha huku duniani. Unaweza ukakaa tu nyumbani kwako, unafungulia television yako, unapata station hata ujui imetokea wapi. Kama huna nidhamu ya kusema siangalii, utaangalia. Alafu utasema siku hizi bwana kwenye television wanaweka vitu vibaya. Nani amekuambia uangalie? Funga. Ukiona umeweka vitu vibaya, funga. Tafuta Biblia yako. Kama huwezi kusoma Biblia, omba. Huwezi kuomba, lala usingizi. Haleluya! Haleluya! Lakini television kama television, inaweza ikafanya kitu cha ajabu sana cha Mungu ndani yake. Inaweza ikakupanua maono kwa namna ya ajabu sana. Kuna vitu vya kujifunza vya elimu vizuri sana.
unatakiwa unatumiaje. Kwa hiyo kwa mtu mwingine television ni anasa, ni matumizi ambayo sio ya lazima. Kwa wengine ni matumizi yaliyo ya lazima. Yako kwenye budget ya Mungu, lazima kuwa na television nyumbani. Sikiliza, wengine kuwa na television 2 nyumbani ni anasa, wengine ni muhimu, kwa sababu unajua watoto wataangalia ya kwao na wewe unaangalia ya kwako. Haleluya. Oh, haleluya. Badala ya kunyata usiku wakati kila mtu amelala, ndio unaenda sebuleni unatizama. Kuna mzee mmoja alinyata namna hiyo usiku, akaweka mkanda wa mahubiri wa Mwakasege, kwa sababu sio vitu alizoea kuangalia. Anaona wengine wakiangalia anabisha, lakini kuna namna fulani Roho Mtakatifu akambana angalia, akangojea kila mtu amelala, akatafuta mahali wanapoenda mikanda ya video ya Mwakasege, akaenda sebuleni akaweka, akasikiliza, nguvu za Mungu zikamshukia, akaishia kuokoka na kupona. Oh, hallelujah. Huwezi kuniambia hiyo television ni anasa wakati imemleta Yesu mtu kwa Yesu. Hiyo sio anasa, inafanya kazi ya injili. Oh, hallelujah. Lakini fikiria kama angekuwa hana uwezo wa kunyata usiku. Oh, glory to God. Glory to God. Swala la soko, labda nitakuja nilieleze vizuri kwa undani. Swala la soko, watu waliokoka wanalifahamu, lakini hawajalifahamu vizuri. Kitabu cha Ufunuo kinatuambia wazi kabisa, kuna kipindi kitafika katika hizi siku za mwisho, hakuna mtu atauza, hakuna mtu atanunua mpaka amepigwa chapa ya yule mnyama, na ile chapa ni ya namba 666. Biblia inamuita mpinga Kristo, na Biblia ninayosoma inaniambia ingawa mpinga Kristo mwenyewe bado hajafunuliwa, lakini roho yake, roho ya mpinga Kristo inafanya kazi sasa. Kwa hiyo inamaanisha iko kwenye soko, lazima inafanya kazi pia kwenye soko. Ni roho ya mpinga Kristo. Ndio maana mtu aliyeokoka anapoingia kwenye biashara, anapoingia kwenye soko, anaenda kienyeji, anataka kwenda na usomi wake, hajafahamu ya kwamba iko roho ya mpinga Kristo inaoandaa lile soko ili ifike mahali asiwepo mtu wa kuuza wala wa kununua bidhaa zilizoko ndani ya soko mpaka amepigwa chapa. Kwa hiyo upinzani umeanza tayari. Lazima Mungu atufikishe mahali tuwe huru, mahali ambapo tutatembea katika soko hilo hilo, lakini sio chini ya roho ya mpinga Kristo, lakini chini ya Roho Mtakatifu. Oh, hallelujah. Mahali ambapo utafanya biashara yako kwenye soko hilo hilo kwa namna ambavyo kila mtu anashangaa umevukaje, bila kupiga magoti kwa hiyo roho inayotawala hapo. Maana ni roho mbaya na inafanya vitu vigumu sana. Wale wachache ambao tumepata nafasi ya kuingia hivyo vikao huko duniani na hiyo roho inafanya kazi, utaelewa. Nilienda kikao kimoja hivi karibuni, wala sitaji kutaja ni wapi, na walikuwa kwa wataalamu wa kutoka dunia nzima wanaoshauri serikali na mashirika mbalimbali kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa duniani. Wale watu ndio wanaokaa chini wanasema, kahawa hii iuzwe kwenye soko kwa masharti haya, inunuliwe kwa masharti haya, atakayevunja hayo masharti tumfanye nini? Ndio wale watu nilikutana nao. Na ukikaa ukasikiliza, unaona kabisa ile roho, na unaona wanavyobishana kweli kweli. Alafu kila mtu anaulizwa, sasa wewe tuambie, katika mazungumzo hayo wewe unataka nini hapa? Unataka kupata nini? Waliniuliza mimi, sasa wewe unataka nini? Umetumwa na nchi yako? Nikasema mimi sijatumwa na nchi yangu. Nachojua tu nilipoona hicho kikao, Mungu aliniambia lazima uende kwenye hicho kikao, lakini hawezi kuelewa. Nikamwambia nimekuja kujifunza, nione mnafanyaje mambo. Na nilijifunza kweli, lakini nilikuwa najifunza kwa sura nyingine. Ni kikao cha kawaida kabisa. Kwenye hicho kikao hutaona Biblia yoyote, hutaona watu wakizungumza habari za Mungu yoyote, lakini unaona roho ya mpinga Kristo ikiwa kazini, na unaona kabisa Roho Mtakatifu akiwa kazini. Ninaona kabisa hizo roho mbili pale kwenye kile kikao. Ninaingia kwenye kile kikao, nasikia upako unateremka kama vile niko kwenye madhabahu. Ninajua tuko kazini. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah.
Ni kipindi cha tofauti ambacho unajua Mungu anataka kuwafikisha watu wake wawe na uhuru. Haitoshi mtu kumweka huru mbali na dhambi, lakini amefungwa na fedha. Yuko huru mbali na ugonjwa, lakini amefungwa na umaskini. Msalaba haukuja kukuletea uhuru nusu nusu. Ukiwekwa huru na mwana wa Mungu unakuwa huru kweli kweli. Kila eneo la maisha yako unakuwa huru. Oh, haleluya. Biblia inasema alikuja kuwatangazia wamaskini habari njema, na wafungwa wapate kufunguliwa, wawekwe huru. Na Mungu anataka tufahamu na tujue namna ya kutembea. Tujue ni kipindi cha namna gani hiki ambacho tuko na tunachoendea. Tunawaandaa watu sawa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu, lakini hawajajua ni kiasi gani uchumi utafanya kazi katika kipindi hiki cha siku za mwisho. Spidi yote ya kuhubiri inaweza kukwama kwa sababu hali ya uchumi ya kanisa haijakaa kibiblia. Hamu yote ya kutaka kupeleka neno la Mungu kwa spidi, uhuru wote unaohitaji kwa ajili ya kumpa Mungu muda ni ngumu. Siku moja nilikuwa namwambia Mungu, tangu ulipotuita kwenye utumishi tulikupa masaa yetu 100%, lakini kwa namna moja au nyingine ulikuwa hutumii yote. Anatumia 20%, saa nyingine 30%, saa nyingine 40%. Hizo 40% zingine nafanya shughuli hapa, nakimbiza hapa, nafanya mradi pale, nafanya kazi pale. Kadri siku zinavyosogea anachukua yale masaa yote, karibu masaa yote sasa anatumia. Lakini haimaanishi mahitaji yanapungua. Mahitaji yangu yanaongezeka, mahitaji yangu binafsi yanaongezeka, watoto wanakuwa, mahitaji ya huduma yanaongezeka, lakini muda wa mimi wa kutafuta pesa unapungua, muda wa kufanya kazi unapungua, muda wa kufanya mradi unapungua, lakini gharama zinaongezeka. Unatokaje kwenye hicho kitendawili? Ndio maana Mungu anatufundisha hii shule, na mimi nakumegea vitu vichache. Kuna uwezekano kabisa, maana watu wengi sana wameshindwa kumpa Mungu masaa ya kutosha kwa sababu ya shida ya pesa. Vipato vyao vimewabana, vimemnyang'anya Mungu muda kiasi ambacho kabla hawajampa Mungu muda wanafikiri pesa itapungua kiasi gani au itaongezeka kiasi gani katika ule muda ambao atampa Mungu. Akishaona ya kwamba itapunguza sana, anasema kwa kweli mnisamehe tu, kwa kweli leo mnisamehe, mnaweza mkaenda tu kwa kweli na shughuli za muhimu sana. Sasa sikwambii kufanya hizo kazi ni mbaya, lakini kama Mungu amekupangia ni sawa. Lakini kama ni kitu ambacho mnanyang'anyana, utagundua ya kwamba siku umemnyang'anya Mungu muda au umemnyima muda ukafanya hicho unachofanya, unakosa amani. Unakosa amani bila kujieleza ni kwa nini unakosa amani. Unatafuta kila aina ya dhambi, unatubu, hakuna. Upako wa kuomba unakatika. Unatafuta namna ya kuomba, kunashindikana. Mpaka unawauliza wenzako kumekuaje, lakini ndani unajua ya kwamba huu muda nilitakiwa niwe nafanya kitu fulani kwa ajili ya Mungu. Ni vigumu sana kwa watu wengine kuelewa kitu tunachosema. Wengine kusoma message za kwenye simu ni luxury. Wengine ni sehemu ya kazi Mungu aliyotuitia. Ukifungua simu zinaingia message hata 20, 30, 40, 50. Ni kitu cha kawaida kukuta message 70, 80 kwenye simu yangu, na kila moja inataka maombi. Huwezi kusoma tu kwa kurashia, lazima usome moja moja, usikie Roho Mtakatifu anasemaje. Kuna nyingine anakueleza kitu cha kujibu saa hiyo na cha kufanya na cha kuomba. Nyingine anakuambia piga simu. Nyingine anasema huyu anakusumbua tufuta, unafuta hapo hapo. Nyingine anasema endelea kuomba. Nyingine ukishamwombea anasema hii tayari futa. Hii nyingine anasema iombe mara 2, mara 3, mara 4. Fikiria message 78. Ukifuta message 20 zinaingia zingine 20 saa hiyo hiyo. Unaweka simu pembeni. Kwa wengine kusoma message ni luxury. Wasipoandikiwa message wanazitafuta. Jamani, mbona hamnitumii message? Huwezi kuelewa kitu ninachosema. Oh, haleluya. Mwingine anakuwa na simu hailii toka asubuhi mpaka jioni, hakuna mtu amejipigia, anajipigia peke yake. Wengine inalia kiasi ambacho ukitaka kula lazima uzime, la sivyo huwezi kula. Ninachotaka kukuambia ni nini? Hakuna masaa ambayo unasema sasa haya ni masaa yangu, sasa naweza nikayatumia katika uhuru wote. Hakuna. Wengine hayo masaa hatuna. Pita barabarani, pita mjini, nenda kwenye hoteli, unasema hapa nimejificha kweli. Unakutana na mtu anasema Bwana asifiwe, nashukuru Mungu kwa kweli, nilikuwa natafuta kukuona sijakuona, Mungu amenikutanisha na wewe. Unajua wewe umeenda kupumzika kidogo, anateremsha.
Unatafuta hata namna ya kurelax msuli wako, utafute mahali pa kuogelea, unatafuta wapi? Kuna mahali tulienda na Joshua wangu kuogelea, tumetafuta hoteli ya mbali kabisa, haiko karibu na town, wapendwa wasije wakatuona. Nimevaa bukta yangu kubwa tukaingia kwenye maji na Joshua wangu tunaongelea, wakatokea wamama wawili, sijui wametokea wapi, wakapita karibu na ile swimming pool, alafu wakakodoa macho, ni kama vile wamepigwa butwa, alafu wananitazama, wanatazamana, sio Mwakasege huyu? Kabla hawajapata jibu nikaingia ndani ya maji, sijaenda kuogelea tena. Kuna wakati ilibidi tuende kujificha, tukaenda Tanga, tukaenda Pangani, tukatafuta sehemu ya pwani ambayo haina hoteli, haina mtu, ili angalau tunipate hata muda kidogo. Ninachotaka kukuambia nini? Sikiliza, nitakuja nikueleze labda kesho. Pesa inaweza ikakubana muda wako kiasi ambacho ni ngumu sana. Unafanyaje kuweza kutenga muda wako kwa ajili ya Bwana, pesa isikubabaishe? Maana kama inakubabaisha, huo uhuru huna. Umewahi kufikiri ninaishije? Umewahi kufikiri tunaishije? Kuna mtu mmoja aliniuliza, gharama za semina zenu kwa mwaka ni shilingi ngapi? Nikamwambia, unataka kusikia? Semina 17 kwa mwaka. Ukipiga wastani, zinatofautiana kidogo. Ukipiga wastani, kila semina milioni 10. Tutapiga hesabu ya haraka, unajua hesabu. Zingine ziko chini hapo kidogo, zingine zinaenda zaidi ya milioni 10. Lakini Mungu ametengeneza utaratibu wa kila mahali semina inapofanyika, namna ya kutunza hizo gharama. Ni sehemu chache sana ambazo nakuta sasa watu wanahitaji kusaidiwa kutoka maeneo mengine. Lakini semina tu zenyewe zinachukua milioni 170. Radio kwa mwaka ni milioni 30. Unaelewa ninahitaji kujenga msuli wa namna gani kuhakikisha kwamba hizo pesa zinapatikana? Kwa sababu sina hizo pesa mfukoni. Lakini kufanya kwangu kazi ya Mungu na kufanya semina hakuwezi kutegemea pesa nilio nayo au pesa nisio nayo. Nikienda namna hiyo nimekwama, sijavuka kwenye mtihani. Lakini kama Mungu anataka semina 17, zitafanyika semina 17. Na zikifika mwisho wa mwaka, zinafika mwisho wa mwaka na watu wameshamaliza na madeni yao na wamelipa kila kitu, wamemaliza. Na radio wamekwisha lipa kila kitu. Mungu fanyaje? Ndio siri ambayo tunataka tukusaidia angalau uweze kujua. La sivyo tungesema sasa lazima tutafute kila namna ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza mradi. Lazima utegemee sadaka mahali. Unaenda maelfu ya watu wanakuja kwenye semina, unaenda kuuliza sadaka, wametoa shilingi 20,000. Tumeona maeneo mengine unaenda ukitizama macho yako kwenye sadaka, ninakwambia imani yako itanyongonyea iende chini ya ziwa. Unaona watu wengi, kama imani yako iko kwenye sadaka, utasema aise, leo sadaka nyingi sana, naenda kaangalia kikapu cha sadaka, shilingi 20,000, shilingi 30,000. Lakini gharama ziko pale pale. Kwa hiyo Mungu lazima akutoe macho yako huko ili ufike mahali sasa una uhuru, hakikusumbui kutembea katika hayo mazingira. Oh hallelujah, oh hallelujah. Lakini kumbuka, nina watoto wanahitaji kusoma shule. Maana hapo ninakwambia gharama za huduma. Sijakueleza gharama zingine ambazo unajua haziko mahali popote kwenye huduma yoyote, ambazo huwezi kumpa mtu yoyote. Tunatoka hapa, tumemaliza semina nyingine ni Arusha. Katikati njiani gari ina knock engine. Hiyo bili unampa nani? Huwezi kuambia watu wa Dar es Salaam, nilikuwa natoka kwenye semina yenu, kwa kweli gari yangu ime knock engine. Huwezi kuwaambia watu wa Arusha kwamba nilikuwa nakuja kwenye semina yenu, gari imenoko engine katikati. Hiyo ni gharama ambayo lazima mimi na Bwana Yesu tupate. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Wengine hawaelewi ninachosema bwana. Sikiliza, kama unahubiri kama ninavyohubiri na kwa siku nyingi namna hiyo, kama unavaa nguo wewe na uhakika zinachakaa na jasho. Huwezi kuvaa nguo unazohubiria mara kwa mara miaka 2-3, haziendi. Lile jasho linamaliza, linakata zile nguo. Tafuta wahubiri wote kama watakwambia kuna mkutano wote ambao wanasema budget nguo za mhubiri, sijawahi kuona. Wachungaji watakusimulia, watumishi watakusimulia. Ni gharama ambazo lazima wao wenyewe wajenge msuli wa kusimama mbele za Bwana na kuhakikisha kwamba wanavuka.
Oh, haleluya, haleluya. Funika macho yako. Nina kuabudu, Nina kuabudu, Nina kuabudu, oh Nina kuabudu, Nina kuabudu, Nina kuabudu, Nina kuabudu, oh Nina kuabudu, Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, oh Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, oh Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, oh Yesu nakupenda. Jesus, I worship you. Jesus, I worship you, Lord. Jesus, I worship you. Oh Jesus, I worship you. Jesus, I worship you. Jesus, I worship you, Lord. Jesus, I worship you. Oh Jesus, I worship you. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Hallelujah. Oh, amen. Hallelujah. Oh, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, amen. Hallelujah. Nina kuabudu, Nina kuabudu, Nina kuabudu, oh Nina kuabudu, Nina